Kifua kikuu ni ugonjwa unaambukizwa kwa njia ya hewa na vimelea vya bakteria. Pale ambapo mtu anakohoa au anapiga chafya, mtu mwenye maambukizi ya bakteria hao huweza kumwambukiza mtu mwingine kwa ukaribu. Kuna kifua kikuu hiki cha kawaida ambacho kinaambukizwa kwa njia ya hewa, tunaita pulmonary tuberculosis. Alafu tuna kifua kikuu sugu, kile ambacho mtu amegundulika na kifua kikuu, akapewa dawa, akatumia, baadaye akaacha. Sasa matibabu yale, zile dawa zinashindwa kufanya kazi zinavyotakiwa, kinampelekea apate kifua kikuu sugu. Mtu mwenye dalili ya kifua kikuu, ya kwanza, kukohoa kikohozi cha muda mrefu, mtu hupungua uzito, mtu eza kukohoa au kutapika damu. Mtu yoyote mwenye hizo dalili tunamshauri aende kituo chochote cha matibabu kilicho karibu, kuanzia ngazi ya zahanati mpaka hospitali ya rufaa. Kifua kikuu uweze kugundua, lazima kwanza mtu apime makohozi yake kuona viini vya ugonjwa huo. Njia ya pili ni kupiga picha ya kifua, tunaita chest x-ray, kuweza kuona viashiria vingine vya ugonjwa huo kupitia picha ya kifua. Tunapambana na ugonjwa wa kifua kikuu kwa sababu wenyewe maambukizi yake ni kwa njia ya hewa, kwa sababu yeye anavyoongea, anavyokohoa, anavyopiga chafya, wale wadudu wa kifua kikuu wanakaa kwenye hewa hii kwa masaa 4. Sasa mtu yeyote ambaye atapita karibu na huyo mtu akivuta ile hewa, inaweza ikampelekea akapata huo ugonjwa, kwa sababu kuweza kumgundua mtu mwenye kifua kikuu kwa haraka kwa kumwangalia kwa macho ni ngumu. Jamii yote ichukue hatua katika uelewa wa jinsi kifua kikuu unavyoambukiza na jinsi ya kujikinga, ili tuweze kupunguza ugonjwa huu kwenye maeneo yetu tunaoishi. Mgonjwa ambaye atabanika na ugonjwa wa kifua kikuu, matibabu yake huwa ni ya miezi 6. Atapewa dawa za mwanzo za miezi 2, ambazo dawa hizo ni dawa moja yenye mchanganyiko wa dawa 4 ndani yake. Akishamaliza kunywa za miezi 2, atapewa dawa zilizobakia za miezi 4. Anatakiwa kunywa dawa asubuhi, saa 2 asubuhi, kwa maana kipindi kile wale wadudu dawa zile ndio zinaenda kufanya kazi vizuri sana, na tunamshauri ale mara nyingi kwa siku, kwa sababu dawa zile zina nguvu sana, ili asije kuzidiwa na dawa hizo. Iwapo atakuja hospitali kwetu na kugundulika ana kifua kikuu, basi tunamuuliza anaishi na nani. Kama anaishi mwenyewe na wapangaji wenzake, tunafanya utaratibu wa kuwafikia wale wapangaji na kuongea nao na kuwafanyia vipimo, kwa maana waje hospitali tufanye vipimo kuona kama wao hawajambukizwa na kifua kikuu. Lakini kama baba au mama anakaa na familia yake, kwa mfano baba tumegundua ana kifua kikuu, basi tutamuita mama na watoto wake anaoishi wote kwenye hiyo nyumba, tuwapime wote tuweze kugundua kama wameambukizwa kifua kikuu. Kwa watoto tuna kitu kimoja kinaitwa TB score chart. Kuna utaratibu wa kuwapima kwa kuangalia hiyo chart na kuona wamescore kiasi gani. Sasa zile score unazopata ndo zinatupa picha kwamba wameambukizwa au hawajaambukizwa. Lakini hata kama watakuwa hawajaambukizwa, tunawapa dawa za TB kuwakinga wasipate ugonjwa. Watakunywa dawa hizo kwa siku 84. Wanaoishi na virusi vya ukimwi wako kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kifua kikuu pale ambapo kinga zao za mwili zinaposhuka. Na sio mgonjwa wa ukimwi tu, hata wagonjwa wa kisukari, wagonjwa wenye magonjwa ya figo, wagonjwa wenye magonjwa sugu, na wako hatari ya kupata kifua kikuu kwa sababu tu kinga zao zikishuka. Kama nilivyosema, kwa sababu ugonjwa huu kwa kiasi kikubwa unaambukizwa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo watu wapunguze misongamano. Lakini pili, mtu anapoona zile dalili 4 mwanzo, aende kwenye kituo chochote cha matibabu kuweza kuchunguzwa na kubaini kama amepata huo ugonjwa au hajapata. Siku hii kwanza inatoa uelewa
na ujumbe kwa jamii kwamba ugonjwa wa kifua kikuu bado hupo, lakini ugonjwa huu unatibika. Tunazidi kusisitiza kwamba kila mtu achukue hatua katika eneo lake lolote ili kuweza kupunguza usiweze kuleta madhara makubwa.